Kwa kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 ndugu Wazo Michael Mwang'onda, leo tarehe 6 Agosti 2026. Utangulizi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tunakukaribisha sana katika mradi wetu wa ujenzi wa kituo kipya cha mafuta cha G&S Energies kilichopo katika kijiji cha Kisumwa, kata ya Kisumwa. Namba 2, lengo la mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, leo lengo la mradi huu ni kutoa huduma ya mafuta kwa wananchi, kutoa ajira na kuongeza kipato kwa mwekezaji na taifa kwa ujumla kupitia kodi mbalimbali. Utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, gharama ya mradi huu ni shilingi milioni 450. Kituo kitakuwa na pampu 4 za mafuta, ofisi ya wafanyakazi, mgahawa, maegesho ya magari makubwa, duka la kujikimu mini supermarket, pamoja na mashine ya kutolea fedha ATM. Mradi huu ulianza kujengwa tarehe 15 mwezi wa 6 2025 na utakamilika na kuanza kutoa huduma tarehe 23 mwezi wa 8 2026. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba ukague na kuweka jiwe la msingi la mradi huu. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, awali ya yote nitoe pole kwa familia ya mmiliki wa kituo hiki cha mafuta na wote walioguswa na msiba wa mama yake mzazi. Tunatoa pole na Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya mama yetu ambaye ametangulia mbele za haki. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu wa uwekezaji, taarifa na umekagua mradi wetu. Mradi wetu ni ujenzi wa kituo cha mafuta ambacho kimejengwa hapa kwa awamu ya kwanza, kimekwisha kukamilika. Kilichobakia ni umaliziaji, kuleta mafuta na kuanza kufanya kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wale yote tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji. Mheshimiwa Rais ameondoa mikwamo yote kwa wawekezaji. Sasa hivi wawekezaji wanawekeza bila shida yote. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi. Lakini tunamshukuru mwekezaji ambaye ameamua kuja kuwekeza hapa nyumbani. Ni uzalendo mkubwa. Kwa fedha hii ambayo amewekeza hapa, angeweza kwenda kuwekeza hata nchi nyingine huko, lakini kwa uzalendo alionao ameamua kuja kuwekeza nyumbani. Tunamshukuru sana na tunamwambia tu kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekwisha kuweka mazingira rafiki na ameelekeza viongozi wote kuendelea kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji. Kwa hiyo yeye tunamkaribisha endelee kuwekeza, na kama kuna wenzake wengine awaambie kwamba Tanzania ni salama kwa wawekezaji, waje kuwekeza. Lakini kuwaomba wananchi tuendelee kulinda amani na utulivu, nchi yetu endelee kubaki tulivu ili wawekezaji wengine kuja katika nchi yetu. Wawekezaji wanapokuwepo, kwanza wenzetu wanapata kazi, kwa tunapata ajira hapa. Kwa hata mwekezaji anapokuja hata hapa, kuna wenzetu ambao watapata ajira hapa. Lakini pia tutaendelea kukuza uchumi wa nchi yetu kupitia sekta binafsi hii ambayo ni uwekezaji. Kwa tunaomba sana muendelee kulinda amani na utulivu, nchi yetu endelee kubaki tulivu. Basi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi haya ambayo amekwisha kuyaleta. Aendelee kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji na wawekezaji waweze kuja katika maeneo yetu. Kama tunafahamu, hakuna mwekezaji atakuja sehemu ambayo hakuna amani na utulivu. Wawekezaji wanakuja pale ambapo kuna amani na utulivu. Na hata hapa mwekezaji amekuja kwa sababu Rorya ina amani na utulivu. Niseme tu kwamba Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na wawekezaji mkubwa waliofanywa hapa, na Mwenge wa Uhuru uko tayari kuweka jiwe la msingi, mradi ukamilike, waendelee kuwahudumia Watanzania sana sana.